Yes bwana, mapema leo hii moja ya clip ambayo ilikuwa ikitembea sana ni kumuonyesha mkurugenzi wa kampuni ya J-Root ambaye pia ni mzabuni wa masuala ya jezi za klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, akionyesha basi ambalo yeye atakuwa akilitumia kuweza kuuza jezi hizo. Lakini moja ya vitu ambavyo pia ameviongea wakati ule, amesema kwamba kuhusu basi la klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba tayari ameshamalizana na Simba, kwa maana basi hilo lipo njiani kuja. Sasa baada ya taarifa hiyo tukafika mbali kuweza kumhoji mkurugenzi huyo wa J-Root kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, kwa sababu kwa sasa hivi tunajua kwamba mashabiki wa Simba wanataka kuanzisha mgomo, kuweza kugoma kujihusisha na chochote ambacho kinahusu klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwake yeye ana mtazamo gani? Kabla sijakupa majibu ambayo yeye ametujibu, kwanza asante kwa Bati Quality. Hawa ni mabingwa wa kutengeneza na kuzalisha mabati ya aina yote, kwa maana zipo bati za mgongo mpana, zipo bati za mgongo mwembamba, zipo bati za mfano wa vigae na zile za material ya chenga. Ukiagiza mabati na Bati Quality, misumari na usafiri kwao ni bure kabisa. Miongoni mwa faida ambazo unazipata kuagiza mabati na Bati Quality, kuna warranty zaidi ya miaka 10 ya uangalizi. Sasa twende nikujuze taarifa ambayo inamuhusu Joel Rwagasila. Naye amejitosa kwenye kuania kinyang'anyiro cha kugombea mwenyekiti wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Mkurugenzi wa kampuni ya J-Root leo hii amechukua rasmi fomu ya kugombea nafasi ya mwenyekiti wa klabu ya Simba Sports, hatua inayoashiria dhamira yake ya kuania uongozi wa moja ya klabu kubwa barani Afrika. Alizungumza mara baada ya kuchukua fomu hiyo na kusema kwamba amesukumwa na mapenzi makubwa alionayo kwa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, pamoja na nia ya kuiletea mageuzi chanya kiutawala, kiuchumi na kiushindani kwa kushirikiana na wanachama na mashabiki wa klabu hiyo. Ameongeza kuwa kutokana na uzoefu wake katika uendeshaji wa biashara kupitia kampuni ya J-Root, atatumia kuimarisha mifumo ya kifedha, usimamizi na maendeleo ya klabu kwa ujumla, ili Simba iendelee kuwa na ushindani mkubwa ndani na nje ya nchi. Mchakato wa uchaguzi wa viongozi wa Simba bado unaendelea kwa mujibu wa ratiba iliyotangazwa, huku wanachama wakisubiri kwa hamu kuona hatima ya uongozi na siku husika ya kwenda kufanya uchaguzi kumchagua kiongozi aliyekuwa bora. Kwa hiyo Joel Rwagasila ama J-Root tumezoea kumuita hivyo, naye bwana yupo tayari kuchukua fomu na kuania nafasi hiyo ya mwenyekiti. Lakini upinzani ambao watakutana nao, tumeambiwa pia Ahmed Ali naye yupo kwenye orodha ya wale ambao wanawania nafasi hiyo. Lakini pia yupo Soloko ambaye anawania nafasi hiyo, Swedi Mkwabi naye anawania nafasi hiyo, na kubwa zaidi Babla Gonzalez naye anawania nafasi hiyo. Nani ambaye ataenda kushinda kwenye hiyo nafasi? Lakini pia wewe shabiki wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, unaona nafasi ya wewe kuchangia mawazo yako. Unaamini J-Root anafaa kuwa mwenyekiti wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kwenye hisa ya 51%, kwa maana upande wa mwenyekiti, sehemu ambayo kwa sasa yupo Multaza Ali Mangungu, ambaye pia taarifa inaeleza kwamba hato gombania tena nafasi hiyo. Lakini baada ya taarifa hiyo kutoka, nilikuambia pale awali kwamba mashabiki wa Simba wamepanga kuanzisha mgomo, na taarifa rasmi ya mgomo ipo hivi. Mashabiki wa Simba, na nukuu kile ambacho wao wamekisema ama wanakinadi, wanasema kwamba mashabiki wa Simba tunatangaza mgomo wa mashabiki wote nchi nzima Tanzania kuanzia Januari 12, 2026. Tumesitisha shughuli zote za kuisapoti timu yetu ya Simba mpaka viongozi watakapojihudhuru. Tumefikia uamuzi huu baada ya kutambua na kuridhisha shida ya mwenendo mbovu wa timu yetu ni viongozi na sio makocha wala wachezaji. Tumeamua kuwasusia timu viongozi kwa kushindwa kutambua thamani yetu mashabiki kwenye timu yetu ya Simba. Tumeisusia timu ili tuone kama thamani yetu kwenye timu ipo ama haipo. Mgomo huu tunahakikisha mechi zote za Simba zinazokuja hakuna shabiki kwenda uwanjani wala kufanya hamasa yoyote ya timu, iwe live, mitandaoni ama
kutumika kwa namna nyingine yoyote ile mpaka viongozi wote wajihudhuru. Sasa ni muda wetu mashabiki wa Simba kuongea kwa vitendo. Maana yake tunapokaa kuongea maneno tu bila vitendo, tunaonekana kama waropokaji tu. Ndio maana viongozi wanaendelea kutuvimbia kila siku na kuona kama mazombi tu. Shabiki yoyote atakayeonekana uwanjani ama kuonekana kuisupport timu kwa aina yoyote ile, basi huyo ndo mchawi wa haya yote yanayoendelea kwenye timu yetu, na atengwe mara moja sehemu zote za ushabiki wa Simba. Maana yake huyo hana nia njema na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa ni muda wa nguvu moja kivitendo na sio kimaneno. Haya ndiyo ambayo yanazungumzwa na mashabiki wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Pengine labda hujaiona sehemu, basi sisi wenye vyanzo vya ndani kabisa, influencer wa klabu ya Simba wameanzisha hili. Kwa sasa hivi halijawa kiukubwa hivyo kwa sababu bado ndo analiorganize, lakini punde tu utaanza kuona kiukubwa zaidi baada ya pale wote kuweza kuenea kwa sumu hii. Wanachokitaka ni viongozi kuachia ngazi. Pekee labda tunaweza tukasema kwamba hili limekuja muda mzuri ama muda muafaka, kwa sababu huenda likafanyika kwa sababu ni muda wa uchaguzi. Kwa hiyo kwenye uchaguzi nyinyi wenyewe mashabiki ama wanachama klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba ndio ambao mna nafasi ya kupanga nani mnamtaka na nani hamumtaki. Baada ya uchaguzi, akitokea shabiki wote wa Simba labda kuchukia ama kuonyesha dhamira yoyote ile, basi hatakuwa hana maana, kwa sababu nyewe ndo ambao mtakuwa mmemchagua kiongozi ambaye atakuja. Kwa ni wakati wa mashabiki wa Simba kuwa makini na kusubiri uchaguzi na kwenda kumchagua mtu ambaye anahusika kwenye nafasi hiyo. Na wale ambao onyesha nia dhati kabisa kutaka kugombea nafasi hiyo wanajulikana. Nimekutajia pale hapo awali, kwa maana Ahmed Ali naye anania hiyo, Babla Gonzalez anania hiyo, lakini Swedi Mkwabi naye anania hiyo, lakini pia sasa hivi Joel Rwagasila kwa maana Jairut naye ameonyesha nia hiyo pia ya kutaka kwenye kuchukua nafasi hiyo. Kwa hiyo mashabiki wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, mnao nafasi ya nyinyi kuchagua kiongozi aliyekuwa sahihi baada ya Multaza Ali Mangungu kuachia ngazi kwenye nafasi hiyo, ambaye huyo ndo anaimbwa kwamba yeye ndo sababu ama chanzo cha haya yote kutokea. Kwa hiyo Jairut kuhusu basi tayari ameshamaliza, lakini kuhusu yeye kuchukua fomu pia nimekujuza nia yake ya dhati yeye kutaka kuchukua fomu hiyo. Lakini pia kuhusiana na mgomo wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, taarifa ndiyo ipo hivyo. Lakini asante kwa Double J Cleaners. Hawa ni mabingwa kufanya usafi kwenye maeneo mbalimbali. Wanafanya usafi kwenye viwanja, mashuleni, makampuni, lakini pia mashambani huko wao wanafanya usafi. Wacheki kwa namba ya simu ambayo unaiona hapo chini, ila kila kitu kiende sawa bin sawia. Lakini pia ipo huduma ya kuuza viwanja. Wacheki watakuuzia kiwanja kwa uaminifu wa hali ya juu kabisa. Mimi naitwa Yusuf Katalambula, ni wakati wa kwenda kusubscribe Off Pitch TV. Bye bye, mpaka wakati mwingine tena. Pole mzee. Pole sana. Watu viongozi sijui kama wanajua kuna watu wanaipenda Simba kiasi hiki. Nimetoka kazini kwangu huko, nimeacha kulala kwa sababu ya kujai TV kutoa malalamiko yangu. Kama viongozi kweli wanajali mashabiki wao, na kama viongozi kweli wanajali yani wachezaji wao nini, watu ambao kwa leo kukunja wanavyoipenda Simba, mimi namba 3 au namba 1. Na watani mtaani hawakupi amani pia.